Akimwakilisha mkuu wa mkoa wa Singida kama mgeni rasmi, afisa elimu wa mkoa Daniel Isilo amewapongeza walimu wote kwa moyo wa kuweza kujituma na kuweza kufanya mshikamano ambao umewawezesha kupatikana kwa ushindi huo wa kishindo wa elimu. Kwa kadri halmashauri ya Singida DC kwenye maendeleo ya kielimu, matokeo yanapanda mwaka hadi mwaka. Mwaka 2023 ilikuwa 81%, mkapanda mpaka 83 na sasa 86. Ni hatua. Lakini hata na hivyo haitoshi. Tunataka tuongeze zaidi. Tufike angalau 90 na kitu. Kimkoa pia hali yetu sio mbaya. Tusio wanyonge mbele ya mafanikio ambayo tayari tumeshafikia. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Singida, Elia Diga, amewapongeza walimu hao kwa kuwapa neno la faraja. Wamesimama kuiheshimisha Singida DC. Wamefanya jambo jema. Wamesimamia taaluma vizuri. Wakatoka namba 1 katika mkoa wa Singida. Kama mkoa mwaka jana ulikuwa wa 20 na kama umepanda pia kwa sababu ya walimu walioko Singida DC. Kwa upande wake, katibu wa chama cha walimu wilaya ya Singida vijijini, John Kasiano, amempongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutengenezea miundombinu iliyokuwa bora. Kwa sababu ametutengenezea miundombinu bora, tunafundisha vizuri, madarasa siku hizi hayana utofauti na hoteli. Mheshimiwa mgeni rasmi, hauna ngopa, madarasa yamejaa vigae, kila kitu, si ndio? Lakini tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa sababu ameendelea kutenga fedha kwa ajili ya stahiki mbalimbali za walimu. Kwa kipindi kirefu tulikuwa na madai ya madaraja, lakini mwanamama huyu alileta madaraja ya mseleleko. Kwa kipindi kirefu tumekuwa na uhaba wa pesa za likizo, matibabu, uhamisho, lakini kwa kipindi chake chote kupitia halmashauri hivi stahiki zetu zote zimekuwa zikilipwa. Hivyo hatuna budi kusema asante sana kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sherehe hizo zimeambatana na matukio mbalimbali yakiwemo bonanza la michezo ambalo limewakutanisha walimu ukiwa na lengo la kuweza kuimarisha afya, umoja, ugawaji wa vyeti, pongezi kwa walimu kwa shule zilizofanya vyema.